Karibu katika ulimwengu wa kisiasa na migogoro ya kidiplomasia. Jina langu ni Jepson Paul. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameitaka Ukraine kuja kwenye mazungumzo ya moja kwa moja Mei 15, saa chache baada ya viongozi wa Ulaya kuitaka Moscow kukubali pendekezo la usitishwaji wa mapigano kwa siku 30. Kupitia hotuba yake ya usiku wa kuamkia leo kwenye televisheni ya kitaifa, Putin amesema kuwa Urusi ilikuwa inalenga mazungumzo yenye tija kuelekea kupatikana kwa amani ya kudumu. Mapema Jumamosi iliyopita, Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alisafiri hadi Kyiv na wenzake kutoka Ufaransa, Ujerumani na Poland kuweka shinikizo kwa Urusi kuhakikisha usitishwaji wa mapigano bila masharti unatekelezwa kuanzia Jumatatu. Hata hivyo, msimamo wa Kremlin ni kwamba usitishwaji kabisa wa vita unaweza kufikiwa endapo Ukraine itaachana na mpango wake wa kujiunga na Umoja wa Nchi za Kujihami wa Magharibi NATO, huku maeneo ya Ukraine yanayokaliwa na vikosi vya Urusi yatambuliwe kama maeneo ya Urusi. Kwenye hotuba hiyo, Putin alishukuru China, Brazil na Afrika Kusini ambazo zimekuwa zikifanya jitihada kubwa ya kuongea moja kwa moja na Urusi kuhusu mustakabali wa amani ya kudumu huko Ulaya Mashariki. Wakati huo Urusi ikitaka Ukraine kuja kwenye meza ya mazungumzo Mei 15 huko Istanbul. Maafisa wa Magharibi wanadai Iran inajiandaa kutuma mitambo ya kurushia makombora ya masafa mafupi inayofahamika kama Fath 360 huko nchini Urusi. Upelekwaji wa Fath 360 utasaidia vikosi vya Urusi vilivyoko mstari wa mbele kupambana na mashambulizi ya ardhi kutoka kwenye vikosi vya Ukraine. Jenerali wa jeshi la Marekani Christopher Cavalli mwezi uliopita alisema Iran imesafirisha zaidi ya mitambo ya kurushia makombora 400 kwa njia ya meli kwenda nchini Urusi, licha ya taarifa hizo kutupiliwa mbali na mamlaka za nchini Iran. Hata hivyo, Sin Saveto kutoka White House alidai kuwa upelekwaji wa mitambo hiyo nchini Urusi ni kuchochea zaidi mgogoro baina ya Ukraine na Urusi na kudhoofisha juhudi za Donald Trump za kusitisha vita huko Ulaya Mashariki. Ushirikiano baina ya Urusi na Iran umekuwa mkubwa zaidi tangu Urusi ilipovamiwa na Ukraine mnamo Februari 24 mwaka 2022. Kwa taarifa zaidi, hakikisha unabonyeza neno subscribe Jepson Paul TV kuweza kupata taarifa zaidi kutoka ulimwenguni kote.